Ikiwa ni siku kadhaa zimesalia kabla ya kikosi cha Simba cha Tanzania kucheza michuano ya kombe la shirikisho hatua ya nusu fainali dhidi ya Stellenbosch ya kule Afrika Kusini. Leo nimekusogezea takwimu chache sana kuhusu Stellenbosch, wapinzani wa Simba kwenye michuano hiyo ya shirikisho barani Afrika, hatua hii ya nusu fainali. Hawa mabwana wameanzishwa rasmi 2016 na hapo awali walikuwa wakijulikana kama Vasco da Gama FC kabla kuhama katika jiji la Stellenbosch na baadaye wakaitwa Stellenbosch Football Club. Wakabadilisha jina mara baada ya kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Na hawa mwaka 2018-19 msimu huo ndio msimu ambao walipanda First Division Champions, ikiwa ni ligi daraja la kwanza, ndio walipanda hapo. Na mwaka 2021 kwa takwimu zao ndo walipata uwanja rasmi wa kwao wa nyumbani wa kutumia wa Daniel Cravel, uwanja ambao unaingiza mashabiki 16,000. Kwa hiyo ni timu ambayo ina fan base kwa upande wa kule Afrika ya Kusini. Mchezaji wao wa kwanza kucheza timu wa taifa alicheza mnamo 2021, alikuwa anaitwa Anthenkos Mkaba. Huyu ndio mchezaji wa kwanza kutoka katika kikosi cha Stellenbosch kucheza katika timu wa taifa ya Afrika Kusini, Bafana. Hawa wapo chini ya kocha Steven Barker akisaidiana na msaidizi wake Wesley Seji. Hawa ni watu ambao wameonyesha ni wako very tactical, wako very technical, wana vitu vingi katika ligi ya pale Afrika Kusini, ambapo kwa sasa Stellenbosch wanashika nafasi ya 3 wakiwa na alama 38. Michezo 23 waliocheza, wameshinda michezo 10, wakitoka sare michezo 8 na kupoteza michezo 5. Kwa performance yao sio mbaya, kwa sababu wana ile wasema win lose win draw win. Kwa wako vizuri, hawana hali mbaya kivile. Nafasi ya 3 nyuma ya Mamelodi Sundowns ambaye yeye ndio anaongoza ligi, na kina Orlando Pirates. Kwa ni mtu ambaye ameacha mbali timu kama Kaizer Chiefs, Amazulu, Super Sports, Chippa United na wengine wengi. Ukiangalia wastani wa umri wao wachezaji wenye umri mkubwa kuanzia miaka 25 kwenda juu, wachezaji 14 wa Stellenbosch wana umri kuanzia miaka 25 mpaka 33. Kwa hiyo wana watu kidogo age imeendaenda 25, 28 wakiwa wengi, 29 hadi 33. Lakini wachezaji wenye umri chini ya miaka 25 kuanzia miaka 24 mpaka 19, ambaye ndio mdogo zaidi, ni wachezaji 10 tu. Mchezaji mdogo kwenye kikosi chao ana miaka 19 ambaye anacheza kama winga. Kwa hiyo mabwana age yao pia ni nzuri, wana mchanganyiko mzuri, vijana, watu ambao wapo kwenye prime na ambao wanaelekea kwenye kustaafu. Kwa hiyo kikosi chao kimejitosheleza. Mafanikio yao makubwa msimu wa 2019-20 walimaliza nafasi ya 10 katika ligi kuu pale nchini Afrika Kusini. 2021 msimu ule walimaliza nafasi ya 14. Msimu wa 2022 walimaliza nafasi ya 4. 2023 walimaliza nafasi ya 6, na msimu wa mwaka jana wa 2023-24 walimaliza nafasi ya 3, ambayo limewafanya washiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hawa bwana wako vizuri, huku wakiwa na wachezaji 5 tu ambao ni wa nje ya Afrika Kusini. Jopo kubwa la wachezaji wao zaidi ya 10 na wanatoka pale katika ardhi ya nyumbani ya Afrika Kusini. Wanaelewana vizuri, wanaubonda vizuri, na hata mechi zao za kwenye hatua ya mtoano kombe la shirikisho wamemtoa Zamalek, tukumbuke hilo. Walifanikiwa kumkazia Mwarabu nyumbani, wanakwenda kumtoa pia katika ardhi yake. Kwa hiyo ni timu ambayo ni kubwa, ina profile kubwa. Makocha hawa wawili tuwatazame, anaitwa Bakar Steve pamoja na Wesley Seji. Makocha ambao wanapenda mfumo wa kuwa wanasema compact, wachezaji wao wajishikilie sana, lakini wakushambulie kwa counter attack. Hawataki kufunguka sana, lakini huku pembeni wings zao inaonekana ni watu ambao mpira unachezwa sana. Usumbufu mkubwa wa kikosi cha Stellenbosch ni maeneo ya pembeni kwenye winga pamoja na mabeki. Mabeki wao wanasifa kucheza kama wingback, kwa wapande kama mawinga alafu warudi kama mabeki. Wakioverlap wanakuwa kama mawinga fulani, alafu wale mawinga pasi ambao wamewekwa pale wanakuwa wanaingia ndani kuongeza lundo la wachezaji katika boksi la mpinzani. Hii ndio sifa yao kubwa Stellenbosch ya Afrika Kusini. Lakini kwenye eneo la kupaki basi hama bwana wako vizuri. Ugumu ukiwaangalia wanaanzia eneo la DM, defensive midfielder, ni kiungo wa ulinzi.
ni sehemu ambayo ndo ngumu sana kwao. Wana viungo ambao hawataki kupitika kirahisi, na viungo wao ukiwatazama wana sifa nyingine kubwa ya kuwa na weza kucheza kama mabeki wakati, central defenders. Kwa hiyo wanapokwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club, Simba atakuwa na kibarua kizito, kwa sababu mawinga wa Stellenbosch wanaingia ndani, mabeki wana sifa kucheza kama wingback. Lakini mind you, Simba nao mabeki wao wanapenda sana kupanda, hivyo kuna kitu fulani na kuachia kama assignment kitazame kwenye mchezo huo, ambapo kama mabeki wa Simba Mbavu Kapombe, Mbavu Zimbwe wataamua kupanda, alafu waachie mabeki wa Stellenbosch nao wapande wapishane, kuna shughuli fulani hivi itatokea. Na wachezaji wengi wa Afrika Kusini ni wazuri sana kwenye kuchezea mipira. Unamkumbuka Skudu Malatse Makudubela alichokuwa anakifanya, ndivyo hivyo kwa kikosi cha Stellenbosch. Wachezaji wengi wanajua kuchezea mpira sana, kwa hiyo tutegemee mechi fulani hivi yenye hadhi tamu. Hawana historia kubwa katika bara la Afrika, hususan kwenye michuano hii mikubwa, lakini ni wachezaji ambao wanataka kufanya kitu, wameonyesha wanakitaka kitu na wanaweza kukipata. Ni kazi kwa Simba kusuka au kunyoa.